Hilo ni eneo la dashboard kama ambavyo naona liko hapa chini dashboard. Lakini eneo jingine muhimu la kujifunza kwenye ile eneo la dashboard ni kwamba hapa kuna vitufe viko juu hapa. Ukibonyeza hapa kwa mfano, anakwambia pin na biometric, washa app lock kwa maana ya pin. Kwa sasa imezimwa. Wana uwezo wa kutengeneza pin ya kuilinda application yako. Ikitokea kwamba umeacha simu juu ya meza ama usingependa mtu mwingine aweze ku access, unajua pin ile ya kuzima screen wakati iko idle kwa muda fulani. Kama ambavyo naona hapa, unaweza ukaiwasha, na ukiwasha utaweka pin namba yako. Ukishaiset, utachagua hapa kwamba unaiweka kwa dakika ngapi. Baada ya dakika ngapi jizime. Kuna option ya dakika 1, dakika 2, dakika 5, dakika 10, robo saa, nusu saa mpaka lisali moja ama dakika 60. Okay, tutaifanya kwa kadiri ambavyo tunaendelea mbele, kwa hivyo utaweza ukaona kwa urahisi. Lakini pia kitu kingine ambacho utakiona ni alama ya kufuli. Ukibonyeza hapa nakwambia weka pin kwanza. Ili kufunga app kwa usalama, tafadhali weka pin kwanza. Kwa hiyo ukigairi utakuwa haujaingiza pin. Ukisema fungua pin settings, itakuleta pale ambapo tumetokea. Okay? Lakini pia kwenye hivi vidoti vitatu tumeshaanza kuona kuna hii option ya onyesha kadi ya wanachama, tumeshaifanya. Kuna rejesha takwimu, nitakuonyesha kitu gani inafanyika hapo, lakini rejesha mpangilio. Sawa, kwenye tukibonyeza rejesha takwimu, kinachofanyika ni kama kuna update yoyote ambayo imefanyika na kwa sababu yoyote ile app imechelewa kufanya update, unabonyeza hiyo ya rejesha takwimu kwa maana refresh. Lakini utagundua hapa tumefanya filter ya vitu hivi, tumevizima. Okay? Tukabaki tu na hii option ya leo. Tukibonyeza hapa tukasema rejesha mpangilio, tukabonyeza hii, atatuambia thibitisha urejeshaji, kwa maana ya kwamba vyote vile ambavyo tuliona app ilivyokuwa imefunguka mwanzo vitajirudi. Kwa mfano nikisema hapana, itakataa. Kwa hiyo tutabaki na hivi ambavyo tumeshaviset kwamba tumezima grafu, lakini pia tumezima onesha kadi ya wanachama, lakini pia filter hizi tumeziondoa nyingi. Lakini tukisema rejesha mpangilio, ona kitakachofanyika. Nikisema ndio rejesha, itarejesha kila kitu. Kwa hiyo hapo utagundua subscription imerudi, kadi ya kutazama video kujifunza zaidi imerudi, na zile filter zote za mwanzo ambazo tuliziondoa zimerudi, hadi hii ya onyesha au feature graph nayo itakuwa imerudi kama unavyoona hapa. Kwa hiyo maana yake nini? Kile ambacho utakifanya kwa jinsi ya kuset hapa kwenye screen yako, vile vichache ambavyo unataka vione ndivyo ambavyo application itaendelea kuitii mpaka utakapokuwa umebadilisha kama ambavyo ninafanya hapa. Kwa hiyo nimerudi kwenye eneo langu la leo. Kwa hiyo huu ni kwa upande wa dashboard. Okay, kitu kingine muhimu kwa pale juu utagundua kwamba kuna icon ya mawasiliano. Ukibonyeza hapo juu anasema customer care WhatsApp. Ukibonyeza hii kutokana na simu ulionayo ama vile ambavyo umeseti WhatsApp yako, hii inapaswa kuunganisha moja kwa moja na huduma ya mtoa huduma kwa maana Mjasiriamali and Tools. Kubonyeza hii inakuunganisha moja kwa moja na itakwambia habari, nahitaji msaada kuhusu Mjasiriamali app, na unaweza ukatuma alafu huduma ikaenda kwa moja kwa Mjasiriamali app. Mara nyingine zinaweza zikakataa kutokana na setup kama ambavyo nimesema kwenye simu yako, lakini mara nyingi tunatazamia kwamba itakuunganisha moja kwa moja na WhatsApp. In case umetumia application umeshindwa kuendelea nayo ama kuna jambo la kiufundi ambalo ungependa usaidiwe, basi unaweza ukafanya mawasiliano moja kwa moja na wahusika wa Mjasiriamali and Tools. Sasa huo ni upande wa dashboard.